Vijana wengi hapa tuna ndoto. Ndoto njema, na kila mmoja aliyepo hapo anatamani kuwa sehemu fulani, na wengine wanatamani kuwa fulani. Na mwingine anasema natamani na mimi niwe kama balozi waziri. Yote hayo yanawezekana. Yote hayo yanawezekana. Ajira yangu ya kwanza nilipangiwa Sumbawanga kama mwalimu. Wapi? Sumbawanga kama mwalimu. Leo katibu mkuu na balozi. Sasa wewe inawezekana ajira yako ya kwanza ni afisa biashara. Sasa pima, mwalimu wa Sumbawanga, leo katibu mkuu na afisa biashara. Kwa hiyo unaweza ukaja juu zaidi. Nia yangu ni kwamba vijana nyinyi msikate tamaa. Mungu ni yule yule tunayemwabudu sote. Kuweni waaminifu, kuweni wa kweli, kuweni wachapakazi, kuweni na utu, na kuweni wacha Mungu. Mtafika sehemu ambayo hamjawahi kuota. Sasa hivi nchini na nchi zetu za jirani hapa kuna tatizo kubwa sana la bidhaa feki, na nyinyi ndio wahusika wakuu kwenye maeneo yenu huko kudili na hizo bidhaa feki. Mkiyarejea maneno yangu ya mwanzo yale 5 niliyoyazungumza na mkayafanyia kazi, na waombeni, nendeni mkapambane na kudhibiti bidhaa feki, maana hizo bidhaa feki zipo huko ambako mnakofanyia kazi nyinyi. Msipozidhibiti, kuna siku jamii ama Mwenyezi Mungu atakuja kukuuliza. Leo hii mahospitali kumejaa shida ya figo, kansa na maradhi mengi ya ajabu, tena kwa vijana wadogo sana. Lakini kuna bidhaa nyingi tu za umeme na maeneo mengine zinaingizwa nchini na zinapitia kwenye maeneo yenu, na inawezekana kuna viwanda bubu vingine mnavijua. Tunawaomba mtoe taarifa kwenye maeneo husika, lakini kubwa zaidi ni waombe sana, nendeni mkadhibiti, mkakomeshe bidhaa feki. Na wakati mnaenda kutimiza huo wajibu wenu, kumbukeni mambo yangu 5 nilowapa: ukweli, uaminifu, uchapakazi, muwe na utu, na muwe wacha Mungu.